Basi ndugu mpendwa, na kuomba usipate kuwa kupita jinsi ambavyo naona unaenda haraka. Tafadhali kapate kuwa kusikiza tu ujumbe huu kwa muda mfupi, na naamini ya kwamba utakuwa kubarikiwa na maisha yako hayatakuwa ya kusalia hivyo, kwa maana niko na ujumbe ambao ni wa kutoka kwa Mungu, na ni Mungu ndio aliyeweka ndani yangu ili nikapate kuwa wa kukupatia. Ujumbe huu tunautoa katika kitabu ambacho ni cha Isaya, sura ambayo ni ya 54, mstari ambao ni wa 17. Neno la Mungu linasema ya kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Wacha nirudie huo ujumbe. Isaya sura ambayo ni 54, mstari ambao ni wa 17. Neno la Bwana linasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Ndugu mpendwa, huu ni ujumbe ambao tunaupata kupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii Isaya, ambaye Roho wa Mungu alikuwa wa kumnenea maneno hayo ambayo ni ya Mungu, ili akapate kuwa kutufikishia sisi ambao tunaishi katika dunia hii siku ya leo. Katika hii dunia naamini ya kwamba kunayo mambo mengi na kuna changamoto nyingi. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa ya kukutia hofu. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa ya kukutia uoga. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa ya kukuzimisha. Lakini ni vyema ukapate kuwa wa kujua ya kwamba Mungu amenena, kwa sababu anajua ya kwamba kuna hofu ambayo inaweza ikakukumba, kuna uoga ambao unaweza ukakukumba, kuna hali ambayo ni ya kuzimwa ambao unaweza kuwa kujikuta ndani yake. Lakini ujumbe huu sio kwa watu wote, bali ujumbe huu ni kwa wale ambao wanamtumainia na kumtegemea Mungu. Hao ndio Mungu anasema kwamba hakuna silaha yoyote itakayokuwa ya kuinuliwa dhidi yao itakayokuwa ya kufaulu. Lakini endapo wewe hujamtumainia Mungu, ujue ya kwamba silaha yoyote itakayoinuliwa dhidi yako itakuwa katika hali ya kufaulu, maana hauna mlinzi. Utakapokuwa kumtumainia Mungu, Mungu atakuwa wa kukupigania. Mungu atakuwa wa kusimama na wewe. Mungu atakuwa wa kukuongoza. Mungu atakuwa wa kukuinua. Mungu atakuwa wa kukubariki. Na wale ambao wako kinyume chako watakuwa katika hali ambayo ni ya kushangaa, wakiona ya kwamba ni jinsi gani ambavyo unakuwa katika hali ya kukwepa mitego yao. Ndugu, nataka nikakwambia ya kwamba katika hii dunia kunayo mambo mengi. Kunao watu ambao ni wauaji. Kunao watu ambao ni wafitina. Kunao watu ambao ni wasengenyaji. Kunao watu ambao ni waganga. Kunao watu ambao ni wachawi. Kunao watu ambao hawawatakii wanadamu wenzao mema. Lakini utakapokuwa kumkimbilia Bwana, hakuna silaha yoyote itakayokuwa ya kutoka kwa watu hao itakayokuwa ya kufaulu dhidi yako. Hii ni kwa sababu Mungu amekupa ulinzi ambao unakutosha. Hii ni kwa sababu Mungu anatembea na wewe katika hali zote. Tazama ndugu mpendwa, katika maisha nimekwambia ya kwamba changamoto ni nyingi, lakini ujue ya kwamba hawa wote ambao nimekuhesabia, hawa ambao ni wauaji, hawa ambao ni wachawi, hawa ambao ni waganga, hawa ambao ni warogi, hawa ambao wanafanya mambo tofauti tofauti, ni kazi yake Mwenyezi Mungu, na ni Mungu ndiye aliyewaumba. Na kwa sababu ni Mungu ndiye aliyewaumba, hawana uwezo wowote wa kuweza kufanya ambao utamzuia Mungu malengo yake yasitimie katika maisha yako.
kwa sababu wao ni viumbe tu, lakini kunaye yule muumba ambaye wewe umekuwa katika hali ya kumtumainia na kumtegemea. So unapokuwa katika hali hiyo ya kumtumainia na kumtegemea huyo muumba, wewe unabaki kuwa mshindi. Tazama ndugu mpendwa, katika kitabu ambacho ni cha Danieli, tunapata pale kina Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego wakipitia katika changamoto mbalimbali. Shadraka, Meshaki na Abednego walijikuta katika hali ya kutupwa katika tanuru ya moto. Lakini licha ya kwamba walitupwa katika tanuru ya moto, Mungu aliweza kuwa wa kusimama nao, maana tumaini lao lilikuwa ni kwa Mungu. Imani yao ilikuwa ni kwa Mungu, na hivyo Mungu hakuweza kuwa katika hali ya kuwawacha. Alisimama nao na wakapata kuwa wakuwa washindi. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa silaha ya yule mfalme ambayo angeweza kuwa wa kuwadhuru nayo. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao, silaha hiyo haikuweza kufaulu. Danieli naye tunamwona akitupwa katika tundu la simba, kwa sababu wale simba ndio waliokuwa silaha ya mfalme. Mfalme aliamini ya kwamba wale simba wangeweza kuwa wa kumdhuru Danieli, lakini kwa sababu Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu anayemtumikia Mungu katika haki, hakuweza kuwa wa kuangalia nyuma, maana alikuwa na tumaini ya kwamba Mungu wake hatakuwa wa kuweza kumwacha, na Mungu alisimama naye na akamuongoza, na silaha ya mfalme ambao walikuwa ni wale simba haikuweza kufaulu dhidi yake. Lakini wale ambao walikuwa wamemfitini Danieli dhidi ya yule mfalme, walipoletwa pale katika lile tundu la simba na kutupwa pale, andiko linatuambia ya kwamba kabla ya wao kufika chini ya lile shimo, waliweza kudakwa juu na kuraruliwa. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tumaini lao lilikuwa kwao wenyewe. Tumaini lao lilikuwa ni kutimiliza kazi ambazo ni za yule muovu Shetani. Hawakuwa na Mungu, na ndiyo maana ile silaha ilikuwa katika hali ambayo ni ya kufaulu dhidi yao. Tunapoangalia katika kitabu ambacho ni cha Maombolezo, sura ambayo ni ya 3, mstari ambao ni wa 37, neno la Bwana linasema ya kwamba, na ni swali neno linauliza pale ya kwamba, ni nani asemaye neno nalo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza? Hilo ni swali ambalo Mungu anauliza kupitia kwa mtumishi wake ambaye ni nabii Yeremia, maana ndio mwandishi wa hicho kitabu ambacho ni cha Maombolezo, ya kwamba ni nani asemaye neno nalo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza? Kwa hivyo hawa wanadamu wote ambao ni wahaiba mbalimbali hawawezi kuwa wa kusema neno nalo likafanyika pasipo kuidhinishwa ama kuagizwa naye Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mungu hajaliagiza, hilo jambo haliwezi fanyika, na yale yanayofanyika ujua kwamba yameagizwa na Mungu. Huenda ya kwamba yatakuwa mema, huenda ya kwamba yatakuwa machungu, lakini ni vizuri ukajua ya kwamba yameagizwa na Mungu. Na ndio maana Mungu anatuambia ya kwamba shukuruni katika kila jambo. Mungu hajatuambia kwamba shukuruni kwa mambo mema yanayotendeka maishani mwenu. Anasema ya kwamba shukuruni kwa kila jambo. So ni vyema tukapate kuwa watu wa kushukuru katika yote yale yanayotendeka katika maisha yetu. Yawe ni mema, yawe ni machungu, yawe ni ya kufurahisha, yawe ni ya kuhuzunisha, tunafaa kuwa katika hali ambayo ni ya kushukuru katika yote, maana hivyo ndivyo andiko la Mungu linavyotuambia. Tunapokuwa katika hali ya kulaani, tunaenenda kinyume cha andiko. Kwa hivyo ni vyema tukapate kuwa wa kumshukuru Mungu. Najua ya kwamba mambo haya saa ingine yanakuwa magumu sana katika maisha yetu, lakini licha ya ugumu wake, andiko tukapate kuwa kutembea nalo jinsi linavyotuambia, maana andiko ni neno lake Mwenyezi Mungu lililo hai katika maisha ya wale wanaomwamini Mungu. Kwa hivyo tusimame na Mungu katika maisha yetu, naye Mungu atasimama nasi na kutuongoza katika ushindi. Naamini ya kwamba ndugu mpendwa, ujumbe huu umekufikia. Na ikiwa umekufikia, ningependa kuwa wa kukuomba tu kwa unyenyekevu ya kwamba ukapate kuwa wa kubarikiwa na ukapate kuwa wa kutendewa mema. Mungu akapate kuwa wa kukutana na hoja zote za moyo wako. Na ninapokuwa wa kumalizia na nikikuomba ya kwamba ukapate kuwa wa kulike, ukapate kuwa wa kufollow
na ukapate kuwa katika hali ya kushare, na Mungu atakuwa wa kuzidi kukubariki na kukutana na hoja za moyo wako. Barikiwa sana ndugu yangu mpendwa. Amen.